Na tukiendelea na taarifa zetu ni kwamba Mahakama Kuu ilimwondolea hatia ufisadi aliyekuwa gavana wa Samburu Moses Lenolkulal kwenye uamuzi uliofutilia mbali kifungo cha miaka 8 kwenye kesi ya ufisadi wa shilingi milioni 83. Kwenye uamuzi wake, Jaji Benjamin Musyoki alisema kwamba upande wa mashtaka ulishindwa kutoa ushahidi wa kutosha wa kwamba Lenolkulal alihusika na ubadhirifu wa fedha hizo na kwamba alitumia nafasi yake kama gavana kujifaidi. Kama Umwangi anaarifu zaidi. Katika kile kinachotajwa kama pigo kwenye vita dhidi ya ufisadi nchini, Mahakama Kuu leo imemwachilia huru aliyekuwa gavana wa Samburu Moses Kasaine Lenolkulal baada ya kukata rufaa ya uamuzi wa hakimu Thomas Nzioki aliyemhukumu kwa makosa ya ubadhirifu wa fedha za kaunti ya Samburu na kutumia afisi yake kama gavana wakati huo kujifaidi. Kwenye uamuzi wake, Jaji Benson Musyoki alisema kuwa upande wa mashtaka haukutoa ushahidi wa kutosha kuonyesha Lenolkulal alifaidi kutokana na zabuni ya shilingi milioni 83 ya kusambaza mafuta kwa serikali ya kaunti ya Samburu kutoka kwa kituo cha petroli cha Oryx kinachohusishwa naye. Uamuzi huo pia umewaachilia huru Hesbon Dathi aliyetajwa kutumika na gavana huyo kupokea malipo hayo, na Bernard Lesurmat, afisa wa zamani wa kaunti ya Samburu aliyetajwa kutumika kufanikisha malipo ya zabuni hiyo. Jaji Musyoki kwenye uamuzi wa leo pia ameondoa vikwazo vya hukumu ya awali vilivyomzuilia Lenolkulal dhidi ya kuteuliwa kwenye afisi yoyote ya umma au kushiriki uchaguzi kwa miaka 10. Harambee! Harambee! Mara ya mwisho Lenolkulal kuonekana hadharani ilikuwa ni jana alipohudhuria na kuhutubia mkutano wa Rais William Ruto huko Samburu. Kwa sababu ya maji ya barabara. Kama Umwangi, runinga ya Citizen. Kwingineko tunaarifiwa kwamba mwanamume wa miaka 72 anazuiliwa katika